Mdogo wangu mamba amenichukua, naomba ukaniagie wazazi wangu, mamba kanichukua. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limewatoa hofu wakazi wa wilaya Ukerewe kufuatia kuibuka kwa viashiria vya uvunjifu wa amani mara baada ya kutokea kwa tukio la kijana mmoja Leonard Mganga mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa kitongoji cha Kabo, kijiji cha Nampisi, na kujeruhi waumini wawili wa kanisa Katoliki. Tukio hilo lilitokea tarehe 5 Aprili 2026 majira ya saa 1:30 asubuhi, ambapo inaelezwa kijana huyo aliingia kanisani akiwa amebeba mfuko uliokuwa na panga aliotumia kuwashambulia waumini hao, na mtuhumiwa huyo alipoteza maisha kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kushambuliwa na waumini pamoja na wananchi wenye hasira kali waliokuwepo eneo la tukio. Akizungumza na wananchi wa kata ya Kagunguli, viongozi wa dini na watumishi wa serikali mnamo Aprili 10, 2026, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa amesema wilaya Ukerewe imekuwa na mfululizo wa matukio yenye sura mbaya kwa jamii, huku akibainisha kuwa hali hiyo imekuwa ikisababisha hofu kwa wananchi wa Ukerewe na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Kamanda Mutafungwa ametaja baadhi ya matukio hayo kuwa ni pamoja na harakati za watu wanaojiita Kamchape ambao hujidai kuwa wana uwezo wa kuondoa uchawi na kuwahadaa wananchi ili kuwatapeli fedha na mali zao. Tukio jingine ni la binti wa miaka 18, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Corneli Magembe, aliyeripotiwa kukamatwa na mamba Machi 2 mwaka huu akiwa anaoga kwenye fukwe za Ziwa Victoria kwa maandalizi ya kwenda shule, kisha kuonekana akiwa hai eneo lile lile baada ya siku 7. Eti mtu kaliwa na mamba, alafu mamba amemtema baada ya siku 7. Huyu aliyetemwa na mamba ametoka mzima, ana mkwaruzo, ana janini, siku 7 yuko kwenye tumbo la mamba. Shangaza, huyo mamba ni kibwengo au ni mamba wale tunaowajua? Si mnajua mamba hivi mamba kweli akuparue alafu akuingize tumboni ukae siku 7 utoke hivyo hivyo tu, kama baadaye watu wanakuona huko kama Mtafungwa anavyoongea hivi hapo. Alafu mtu mwenyewe wakati anachukuliwa na mamba hapo anasema, mdogo wangu mamba amenichukua, naomba ukaniagie wazazi wangu, mamba kanichukua. Jamani, hivi mamba tunayemjua sisi akifanya shughuli yake utakumbuka kuaga? Tukio la 3 ni la Leonard Maganga mwenye umri wa miaka 44 kuvamia kanisa na kujeruhi watu kabla ya kuuawa. Kule mbele kule kwa Katoliki, si mnajua kule mbele ni wapi kule? Mnaenda kawaida tu hivi? Anapitiliza bizi anaenda huko. Wamemzuia kumtoa nje. Mkata mmoja panga, wa pili panga. Lakini mbaya zaidi sasa, watu walioko kanisani wanaomuomba Mungu na walioko nje na wakajichukulia sheria fanya yao. Yule mtu bahati mbaya amepoteza maisha, jambo ambalo pia sio zuri kabisa. Tunaruhusiwa kufanya ukamataji salama, hatuna mamlaka ya kuwahukumu watu. Mtu anapofanya tukio la kihalifu, wajibu wetu kama wakazi wa Kagunguli ni kumshika kwa usalama, kumkabidhi kwenye vyombo vya usalama ili haki ikatendeke dhidi yake. Haturuhusiwi kujichukulia sheria mkononi, haturuhusiwi kwa namna yoyote ile. Naomba viongozi wote mlioko hapa msije mkabariki mambo ya kujichukulia sheria mkononi. Tukiyaruhusu yakakua, yakaota mizizi, yakaonekana ni jambo la kawaida, kuna siku wananchi watafanya vitu vya ajabu, alafu sisi viongozi tutabaki tunashangaa. Elimu walioitoa ni ya msingi sana na ni ya muhimu. Kwa kweli naamini kwamba katika wote tulioko hapo tutatoka hapa tukiwa na badiliko kubwa, na tutaendelea kufanya kazi kwa uaminifu na kwa ajili kuwa pamoja pia na maaskari.
Mimi nafikiri hawakuwa kwanza wana kanisa tu, maana yule bwana kuumizwa, simu zilipigwa sehemu nyingi, kwa hiyo watu wengi waliingia, walifika pale. So kilinganisha yule bwana alikuwa na marafiki, ndugu na jamaa hapa. Kwa hiyo waliweza kufanya maamuzi ambayo kwa kweli hayakuwa ya busara. Mwache kwanza ahojiwe, aseme kuna kitu gani, tumwangalie ni mvuta bangi, alitumwa au nini. Kwa hiyo ilitakiwa ufuatiliaji mkubwa sana.